Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Shamsuddin TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Kama ndio mwanzo kabisa unafungua video hii ni Shamsuddin TV, na leo tunakuletea tukio la kihistoria ambalo tutajipitisha katika aina ya simulizi. Ungana nasi, kwa karibu nasi, sikiliza simulizi fupi hii ambayo tumeiandaa kwa ajili yako inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Watazamaji wetu wa Shamsuddin TV, leo ni tarehe 21 mwezi huyu Juni mwaka 2025. Tunawaletea simulizi ya kipekee, tukio lenye maana na hisia kubwa, sherehe ya ugawaji wa vyeti vya dini kwa mabinti wa Kiislamu waliomaliza masomo yao ya dini katika taasisi tukufu ya Ummul Khairi hapa ndani ya viwanja vya Safi Garden, na wengi tumezoea kupaita Musée Vivant. Katika siku hii adhimu, hali ya furaha ilitawala nyoyo za wazazi, walimu na mabinti waliotunukiwa vyeti. Mabinti hawa walijitokeza kwa heshima na adabu, wakiwa wamevalia mavazi ya stara yanayoashiria utukufu wa dini yetu tukufu. Uwanja ulipambwa kwa maandalizi yaliyodhihirisha uzito wa siku hii. Sherehe ilifunguliwa kwa kisomo cha Qur'ani tukufu kilichogusa nyoyo za wengi, kisha zikafuatiwa na khutba fupi za kuhimiza umuhimu wa elimu ya dini kwa wasichana. Na hapa nikizungumzia khutba tukufu iliyotolewa na kiongozi wa madrasa hii Ummul Khairi, Hajat Habiba. Nikikuomba ndugu mpenzi mtazamaji, chukua nafasi hii uyasikilize maneno yaliyozigonga nyoyo za wengi, maneno ya Hajat wetu mpendwa Habiba. Wapenzi wangu, miaka tangia 1993 shirika letu la kina mama wa Kiislamu, serikali kulitambua na kupata agrema, walituteua kuwa kina mama wa kuweza kukusanya wakina mama kwa ajili ya kuwaelekeza Uislamu ni kitu gani. Nilikuwa miongoni mwa mama aliteuliwa katika kitengo cha kuifundisha dawa. Na kweli kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, nikapenda sana kuona kwamba tunakusanyika na tunakubali kwamba tuachane na yale tulikuwa ndani yake, tuanze kujizongeza kwa Allah tabaraka wa taala. Sote tunajua kwamba nchi yetu haikukawia wala ndugu kugombana wenye kwa wenyewe. Wengi tulikimbia, wengi tuliacha makazi yetu, lakini mimi kule nilikwenda nilikutana Allah tabaraka wa taala ameniingiza katika nyumba wanawalea watoto wa kike na wakina mama. Mimi sikuwa mwanafunzi tu, isipokuwa nilichukua fursa ya kuweza kuiga system walionayo hawa wanawake wa Kenya. Tangu 1996 tulipojielekeza katika mji wa Kenya, tukaona na nafasi wanawalea wasichana na vikao vya kina mama. Sababu nilikuwa mtu mzima, ilitakikana na mimi niingie katika kikao cha kina mama. Lakini mimi sikuwa mwanafunzi tu, ilikuwa pamoja na kuweza kukusanya fikra, kwa sababu ni mmoja katika wakina mama naipenda nchi yangu, nategemea tu kurudi nyuma nipeleke huyu mradi. Kwa hivyo alhamdulillah rabbil alamin, Allah tabaraka wa taala akatuwezesha tukarejea nyumbani bisalam, tukaweza kuendelea kitengo cha dawa, kukusanya kina mama, kutembelea kina mama mikoani, kutafuta mbinu huku na huku ili tuweze kufaulu mama mlezi wa msichana, kwa sababu msichana wa Kiislamu anatakikana kuleleka kwa aibu, awe na haya katika mjitama. Sababu changamoto zilikuwa nyingi, ilichukua miaka mingi niko kwenye magoti nikimwomba Allah abariki fikra nilitoa huko, kwa sababu tayari watoto wangu hawa mnaoona juu na ndo waalimu,
tayari wenyewe walikuwa wameelekea Sudan kuweza kuendeleza masomo. Nikikaa nafikiria hawa watakapokuwa wamemaliza hii Afrika University Sudan itawaweka wapi? Allah fungua milango, tusiweke elimu ndani ya vifua, isipokuwa tuizagaze katika jamii yetu. Na hilo ndilo nalo siku ya leo. Kwa hivyo wakiwa bado wanaendelea wanasoma, roho yangu ikiwa na huzuni watakaporudi vipi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akanikadiria mtihani. Mzazi mwenzangu, baba wa watoto wangu, akawa ameitika wito 2010. Nikaendelea kuingia ndani ya huzuni. Nafikiria sasa yule tulikuwa tunaikaa naye tunawalizana, tunajifikiria sasa leo ametoka, mimi peke yangu, hii fikra nitaweza kuibeba? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio mwenye anafanya kila kitu, aliweza kunionyesha sasa watafute wenye wataika karibu na wewe. Nikaijenga hii markazi kwa hali ngumu sana, lakini nilipomaliza natizama mjengo, nasema sasa itakuwa vipi? Nikawaita hawa watoto wangu, tukaikaa pamoja, wakasema usijali mama, ita wanafunzi, Allah subhanahu wa ta'ala atafungua milango. Na hili ndilo lilifanyika. Wageni wangu warifiwa wapendwa, ilitokea kama muujiza. Benaya Mtana amekuja Shiali, akasema wala mama usina huzuni, acha mimi nikamatilie hawa watoto. Na kwenda mwakamatilia mpaka hii miaka 4 imekwisha. Takbir. Kwa hivyo shukrani kubwa sana nizitoe kwa mzee. Allah mhifadhi, amhifadhie familia na wale wote walichangia kuweza kuiendesha hii markazi. Japokuwa changamoto ni nyingi na wengi walionyesha upendo na mshikamano katika markazi hii. Kwa hivyo lengo langu na hamu nilikuwa nayo, natamani yote Allah subhanahu wa ta'ala akaisikia dua. Mpaka sasa wao watoto mnawaona ni kwamba nimechukua mikoa karibu yote, ni mikoa karibu 7 wanasoma. Kwa mimi nilikuwa ni daia, nafikisha mawaidha, nimepata wale nitakaowarithisha. Allah subhanahu wa ta'ala walifadhi hao watoto. Hivyo wapendwa wangu wapenza, nitoe shukrani za dhati kwa wale wote wameweza kuitika. Allah kubarikini, sababu nikiendelea kusimama hapa nitatia aibu, nisije nikamwage maji mbele ya wazazi. Kwa hivyo namuomba Allah tabarak wa ta'ala, kila anayejua kwamba na shahada huyu Uislamu na mtizamo, kila anayejua kwamba ni masuhulia ya kiyama, basi ayafate maneno ya Allah tabarak wa ta'ala kwamba sisi sote tunatakikana kusimamisha Uislamu. Sisi sote tunatakikana kujua kwamba hii ni amana. Sisi sote tujue kwamba kauli ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i, sisi sote ni masuhulia wapenzi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akurejesheni kule mmekuja mmetoka, nikitoa shukrani ya dhati kwa wale wote wameweza kuitika. Hutuba zote hizi zilikuwa zikiwakumbusha kuwa elimu walioipata ni amana ya kuiongoza jamii kwenye haki na nuru ya Uislamu. Zilizungumzwa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuhusu nafasi ya mwanamke katika elimu, zikionyesha kuwa mabadiliko ya kweli huanzia kwa mwanamke aliyekamilika. Mabinti walikuwa na fursa ya kuweza kufikisha nashidi kwa sauti za utulivu zenye kuhimiza upendo kwa Qur'ani na uchamungu. Lakini pia mabinti hawa walipata nafasi kuweza kufikisha neno, na akachaguliwa mmoja wao kuzigonga nafsi za wote ambao walikuwa wameshiriki katika tukio hili, kwani na wenyewe ni nafasi katika sherehe hii na hii ni siku yao. Ahlan bikum halla ad-diya'u bihullikum wal miski 'itru ardina wal 'ambar al-badru amsa mushriqan bikudumikum wal laylu qad halla mudhi'an yusfiru
أيها الحضور الكرام، أحييكم بتحية ديننا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من سادات ومدراء ومعلمين وأخواني الطالبات. نشكركم لمشاركتكم فرحتنا، طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. في الحفلات والمناسبات تقدم الولائم والوجبات، ويبدأ المدح والانتقاد. نلهى بما قدم وننسى الذي قدم، ننسى من بذل الغالي والنفيس، من يخرج مقلتيه دون أن نطلب، من قلب ميم الألم للآم الأمل، ولا يفعل ذلك بعد ربنا سبحانه إلا هما الأب والأم. فلا يسعني إلا أن أقول لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأقدم شكرا إلى حجة حبيبة التي بذلت مجهوداتها بإنشاء مركز طالبات في جمهورية بوروندي. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها يوم القيامة. وأيضا أقدم شكرا جزيلا لمؤسسة بناء روتانا الذي ساهم بالكثير ووقف معنا في سير عملية التعلم والتعليم في مركز أم الخير. واسمحوا لي أن أفك أسر بعض من كلماتي ليعبر عن شكر وامتنان إلى أولي الفضل، إلى من قدموا لنا كنز المعرفة، إلى المعلمين والمدراء. لقد أديتم الأمانة بحق، وما أعظمها من الأمانة. استقبلتمونا حبوا عند باب العلم، وها هنا نحن اليوم نخرج منه واقفات. لقد أهديتم إلينا منهجا في حياتنا يقودنا حينما نضل. أعطيتمونا خريطة الكنز ورسمتم عليها الطريق، ودونتم لنا الغنيمة والمغنم. تعبتم ووقفتم في سبيلنا. وإلى كل معلم ومعلمة سنبقى شاكرات لكم أبد الدهر، وسيستمر فضلكم علينا. وهنيئا لكم على استثماركم في العلم الجاري، فالحسنات منكم وإليكم. وإلى النجوم هذا الحفل المميز، إلى الخريجات. بالأمس كنا نزرع الغراس، واليوم نحصد الثمار. كنا كما أردتن لأنفسكن أولا، ثم لآبائكن ومعلمكن. أنصحكن وأنصح نفسي أن تتطلعن إلى الجودة لا إلى العدد، تطلعن إلى نوعية لا إلى كم. ابحثن داخل ذواتكن عن المميز، قدمن ما يرفع قامتكن لأعلى. كن استثنائيات لا عاديات، كن متفردات مميزات، لا مبتذلات ومقررات فتسقط في فخ الملل. أنتن اليوم بنات الدعوة وحماتها، فكنا لها نعم البنات. وبلغن رسالة ربكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوكلن عليه فإنه لا يخيب ظن المتوكلين. وختاما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، ورفع درجتنا عنده، وجمعنا في جناته كما جمعنا في هذا المقام. وأشكركم
لكم على حسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vyeti vilitolewa huku kila jina likitajwa kwa heshima. Machozi ya furaha yakitiririka kwa baadhi ya wazazi waliokuwa wakishuhudia mabinti zao wakikamilisha ngazi hii muhimu ya elimu ya dini tukufu hii ya Uislamu. Taasisi ya Ummul Khair imeonyesha mfano bora kwa kulea mabinti katika misingi ya Kiislamu, kuwapa elimu, adabu na maadili yanayowajenga kuwa mama bora wa baadaye. Hivyo, kwa niaba ya Shamsuddin TV, tunatoa hongera za dhati kwa mabinti wote, walimu na wazazi. Tunamuomba Allah awafungulie milango ya kheri, awajalie kuwa nuru katika familia na jamii. Ni mimi Ishaq Lut na hii ni Shamsuddin TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.